vita kati ya Iran na Marekani inaweza isiepukike. Hii ni kutokana na kauli za sasa za rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Rais huyo wa Marekani alitafuta namna ya kupambana na Iran huku akikosa sababu za msingi. Wakati wa kipindi cha maandamano, alionya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran akisema kwamba sasa haipaswi kuendelea kuwashambulia raia na kuwanyonga kama ambavyo mamlaka zilitangaza kwamba zitawanyonga wale wote waliotaka kufanya usaliti na kuhakikisha kwamba mpango huu haurudiwi tena ndani ya taifa hilo la Kiajemi. Sasa baada ya mpango huu kushindikana, rais huyo wa Marekani amekuja na mpango mwingine akiionya Iran kuhusu kuweka upya silaha za nyuklia. Rais wa Marekani anaamini kwamba Iran inaandaa mpango mpya wa silaha za nyuklia, lakini pia bado mpango wake wa makombora ya masafa marefu ungali hai. Sasa Marekani imepeleka kundi la wabeba silaha likielekea Mashariki ya Kati. Hii imeelezwa na moja kati ya maafisa wakisema mifumo ya ziada ya ulinzi wa anga inazingatiwa pia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kundi la meli za kubeba silaha pamoja na ndege za kijeshi zimepelekwa katika eneo la Mashariki ya Kati na zitawasili katika eneo katika siku zijazo, licha ya kwamba haikuelezwa ni wapi, lakini pia baadhi ya wachambuzi wakisema huenda ikapelekwa Garcia. Maafisa wawili wa Marekani walisema jana Alhamisi, hata wakati rais wa Marekani Donald Trump akitoa sauti ya matumaini ya kuepuka hatua mpya za kijeshi dhidi ya Iran. Meli za kivita za Marekani, ikiwa ni ile ya kubeba ndege ya USS Abraham Lincoln pamoja na uharibifu kadhaa na ndege za kivita, zilianza kuhama kutoka Asia Pacific wiki iliyopita, huku mvutano kati ya Iran na Marekani ukizidi kuongezeka kufuatia msako mkali dhidi ya maandamano kote Iran katika wiki kadhaa zilizopita. Trump anataka kuepusha hatua zaidi za kijeshi nchini Iran, akizungumza hayo mnamo Jumatano, lakini wakati huu anaonekana kwamba tayari moyo wake upo katika kuishambulia Iran. Katika mkutano huko Davos, aliweka wazi kwamba jicho lake bado linaitazama Iran na wakati wowote silaha zimeelekezwa nchini humo, na anasema kwamba kuna silaha nzito ambazo Iran haiwezi kuziepuka wala kuzizuia. Trump amesema kwamba nchi hiyo haipaswi kuendelea na mpango wake wa nyuklia, na ikiwa itaendelea na mpango huo basi itashambuliwa vibaya sana. Trump anasema kupitia shirika la habari la CNBC kwamba hawawezi kuendeleza mpango wao wa nyuklia, na ikiwa Iran itaendelea na mpango huo basi tutaishambulia. Amebainisha mashambulizi makubwa ya anga ya Marekani katika vituo vya nyuklia vya Iran na kwamba mashambulizi yataongezeka zaidi tofauti na hata yale ya mwezi Juni mwaka 2025, huku akieleza zaidi ikiwa wataendeleza mpango wao huo wa nyuklia. Ni takribani miezi 7 sasa tangu shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu nishati ya nyuklia, shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, lilipothibitisha mara ya mwisho hazina ya Iran ya madini ya uranium iliyorutubishwa sana. Mwongozo wake mwenyewe ni kwamba inapaswa kufanywa kila mwezi. Iran lazima iwasilishe ripoti kwa IAEA juu ya kile kilichotokea kwa maeneo ambayo yalipigwa na Marekani na nyenzo za nyuklia zinazofikiriwa kuwa huko, ikiwa ni pamoja na wastani wa kilo 440.9 za uranium iliyorutubishwa, ambayo ni sawa na 60% ya usafi, karibu na kiwango cha takribani 90% ya silaha. Iran imebakisha 30% tu katika kutengeneza bomu la nyuklia, na hii ndio wasiwasi ambayo Marekani na washirika wake wamekuwa nayo. Hiyo ni nyenzo ya kutosha ikiwa itaboreshwa zaidi kwa mabomu 10 ya nyuklia kulingana na kipimo cha IAEA. Haijulikani ikiwa maandamano nchini Iran yanaweza pia kuongezeka tena. Maandamano hayo yaliyoanza Desemba 28 kama maandamano ya kawaida katika Grand Bazaar huko Tehran, kutokana na ugumu wa kiuchumi na kuenea haraka nchi nzima. Kama yataendelea, ni wazi Marekani itaanzisha operesheni nyingine katika taifa hilo la Kiajemi. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Marekani inatafuta tu njia za kutaka kufanya mashambulizi ndani ya Iran. Hata hivyo, katika maandamano haya serikali ya Iran ilifanikiwa kuyadhibiti, ambapo Marekani ilikosa namna sasa ya kufanya kile ilichokuwa inataka ifanye, kwa maana shambulizi la anga ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.